Ushuhuda wangu nitasema kifupi kidogo, kwa sehemu kidogo tu, kwa ufupi yale ya muhimu tu, lakini naamini point utaipata. Sema amina. Ninamshukuru Mungu ndani ya mwezi huu wa 6. Mungu niseme, sijui alikuwa ananirudi, sijui alikuwa ananifundisha kitu gani. Nikawa nakumbuka tu askofu alishasema kuna kuandaliwa pia. Amina. Kwenye maandalizi hayo, kwanza nilikuwa naandaliwa tu kuomba, yani naomba. Kuna siku naomba tu maombi hayakatiki, mpaka nikawa namuuliza askofu, kwa nini naomba maombi ambayo hayakatiki? Yaani nasikia tu uchungu tu wa kuomba. Kana naambia songa mbele. Tunakumbuka pia semina tulikuwa nayo, nikawa naomba. Siku moja ilikuwa siku ya Jumatatu hiyo ya mwezi wa 6 tarehe 13 nafikiri kama hicho, kama sijakosea. Kwanza mtoto wangu alikuwa ni mgonjwa. Kwa tumeenda hospitali. Ile ninarudi hivi nakutana na baba mmoja na kijana wake na watoto wangu. Wengi tu wamesimama, ni kama nyumba ya 3 hivi pembeni. Basi nimefika tu pale, yule baba kanipokea na maneno, akaniambia, mama, mbwa wako ameng'ata mtoto wangu. Nikamwangalia, nikamwambia mbwa wangu ameng'ata mtoto wako? Akaniambia ndio. Nikamwambia basi usiogope, kama ni mbwa wangu ana chanjo, usiogope. Yule baba alizidi kuongea maneno magumu. Nikaenda nyumbani, nikatoa mzigo, nikaja nikamchukua yule mtoto kumpeleka hospitali iliyokuwa karibu yetu. Akakataa, akasema mimi sitaki mtoto wangu atibiwe kwenye hospitali kama hizi hapa na nini. Madaktari walijaribu kumshauri, kama kwa huyo ana chanjo haina shida, kuna tiba utaipata, lakini aling'ang'ania tu, akaongea maneno mengi sana. Basi mimi nikanyamaza, nikaondoka. Ile nimerudi tu nyumbani, ndio sasa majirani pamoja na watoto wakaniambia, mbona unahangaika na hayo mambo? Sijui tumesikia umepata kesi na nini, mbona mbwa huyo sio wa kwako? Lakini hata kabla ya hapo nilipomshirikisha tu askofu, aliniambia kwenye ulimwengu wa roho kwamba alichokiona ni kwamba wala huyo mbwa hajamng'ata huyo mtoto. Lakini sasa wakati ule mimi nilipofika tu nakuta analalamika vile, nilikuwa nataka kufanya ile huduma ya kwanza. Lakini niliporudi nikaambiwa, mbona mbwa mwenyewe aliyomng'ata sio huyo? Nikakaa nikatulia. Nikasema basi haina shida. Nikakaa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu niliona nimeletewa polisi. Akaja akanikamata, akanipeleka kituoni kule kwa Mrombo. Nikawekwa mahabusu. Na nilifurahia pia kuwepo pale mahabusu kwa sababu pia niligundua kuna kitu Mungu alikuwa ananifundisha. Haleluya. Lakini pia pamoja na kuwepo mahabusu, sikuwa kama wafungwa wengine. Niliuona pia mkono wa Bwana. Sikupigwa, sikuguswa, sikukalishwa mahali pabaya, nilikaa tu pazuri hivyo. Lakini pamoja na hayo tuache hilo pia. Basi kesi ilifunguliwa mahakama ya kwanza kule Telati. Tukaenda huko. Nilimwona pia Mungu kwa namna ya ajabu. Lakini pointi kubwa pia nitamani pia nishukuru kanisa, akiwemo askofu wangu. Kiukweli amefanya kitu ambacho sijajua kama kitapotea maishani mwangu. Haleluya. Maana kwenye ile kesi walikuwa namtaka baba wa familia ile, na walikuwa nataka kijana aliyeandikwa kwenye ile kadi ya mbwa. Lakini nikafikiria kijana yule ni mdogo, na yale niliyoyaona mahabusu atafanywa kitu kibaya sana. Lakini pia nikakumbuka baba hayupo. Sasa atakapokuja yeye hakuona chochote, ataenda kuzungumza nini? Kwa hiyo nikabeba ule mzigo tu, nikasema basi, unajua sijui Kiswahili vizuri, nikasema hoteva, basi ngoja tu niende. Haleluya. Leo nacheka, rafiki yangu siku ile sikuweza kucheka. Sema amina. Umeshawahi kuulizwa miaka ukaongea miaka isiyokuwa ya kwako? Isikia tu kwa mtu mwingine. Haleluya. Basi wakaniuliza maswali, wewe utaweza? Nikamwambia nitaweza, ndio nitaweza. Wewe unawezaje? Wakaniuliza maswali, lakini nikakumbuka tu kwamba askofu pia aliniambia usiogope na Mungu yuko pamoja na wewe, lakini kitu cha kwanza aliniambia kuna ushindi. Haleluya. Nikawa naenda naye. Kiukweli namshukuru Mungu, askofu alinitia moyo kwa kiasi kikubwa. Sema amina. Alinitia moyo kwa namna ya ajabu. Haleluya. Kuna saa hapa katikati ilikuwa nasikia vibaya sana, nasikia yani naona kitu kibaya, lakini nikija kwa askofu ananiambia usiogope. Sema amina. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji Neema pamoja na wachungaji wenzangu hapa na kanisa kwa ujumla na viongozi mbalimbali walinibeba kwa maombi. Labda hapa katikati niache tu, lakini ilifika siku ya hukumu. Tulipeleka watoto wakatoa ushahidi na nini, lakini baadaye yule mtu akazunguka akafanya anachokiweza.
Ninamshukuru Mungu, askofu akawa ananiambia usiogope hata kama kutatokea chochote, lakini nauona ushindi. Baadaye wakaniambia kwamba tayari wewe umehukumiwa, una kesi ya jinai na tayari uko ndani ya hukumu. Kusudio la yule mtu nilichokuja kusikia, alitamani pia nifungwe, na unaweza ukafungwa kabisa, ndicho alichokizungumza. Lakini nikauona mkono wa Mungu. Hata tulipoingia mlimani na askofu, tuliomba maombi ambayo kiukweli sijawahi kuyaomba yale maombi, lakini nilimshangaa Mungu. Kwanza akanitia nguvu, nikauona wema wake. Rafiki yangu, sitamani kusimama kizimbani, hakikisha ni Mungu ameruhusu ukasimame. Haleluya. Nikamwona Mungu pia hata baada ya ile hukumu ilipotolewa. Yule niseme Penina wangu alikuwa ametamani nipate kitu kibaya, lakini Mungu alifanya jambo la pekee sana. Wakati wa hukumu ile inatolewa, alitamani kusikia kumefanyika kitu kibaya sana. Aliposikia miezi 6 utafungwa miezi 6, nafikiri ndani ya moyo wake alifurahia. Lakini baadaye aliposikia kwamba utatoa faini 50,000, alishangaa. Kitu ambacho kisingeweza kutokea, lakini ni kwa mkono wa Mungu. Haleluya. Alishangaa sana, hata baada ya kusema kwamba natakiwa mlipe gharama na vitu kama hivyo, lakini aliumia. Hebu fikiria, yeye tuseme kwa upande wake ameshinda, lakini kwa nini alibaka na nungunika na kuongea maneno magumu sana? Kulikuwa kuna kitu ambacho kwa umekipanga kinipate. Lakini ninamshukuru Mungu. Pia siache kulisema hili, nilimshukuru Mungu sana, na hata sasa nafikiria wakati nahukumiwa. Acha nikwambie kitu. Nimesimama na mtoto wangu. Wakati nahukumiwa, hakuna ndugu wa karibu kama wakati wa dhiki. Sema amina. Ndugu anayekufani wakati wa dhiki, si ni kweli? Nimemshangaa askofu, ameonyesha moyo wa ajabu sana kwangu na familia yangu. Nje kulikuwa na watoto wangu, walikuwepo pale nje wanangoja kusikia nini kinatokea. Lakini wakati wa hukumu, naambiwa toa simu zote, mpe mtu aliyeko karibu yako. Wakati nachomoa simu zangu, nilitamani labda kumwona mpenzi wangu akiwa karibu yangu, lakini hakuwepo. Nilitamani kuona labda mtu mwingine akiwa karibu yangu, lakini hakuwepo. Lakini naangalia pembeni, nilimuona askofu. Nilisikia faraja kubwa sana. Nilipata faraja ya ajabu mno. Nageuka tena mara pili, hakujua kwa nini nilimwangalia. Namuona amekaa pembeni yangu. Nilisikia faraja kubwa. Sina namna naweza sema kile Mungu amefanya. Leo watoto wangu wangekaa na nani? Leo maadui zangu wangefurahi. Leo watoto wangu wangepigwa hovyo. Lakini Bwana ametenda. Niko na watoto wangu sasa. Bwana amenipigania. Ninamshukuru Mungu kwa yote. Amenipigania. Askofu, Mungu akupe maisha marefu na uzidi kutenda hivi hata kwa watu wengine. Alikuwa anachoma mafuta yake, ni mbali sana. Tunaenda, hakukata tamaa. Sina sadaka ya kusema labda nikija kanisani kuna sadaka labda ninampaga. Hapana. Ni upendo wake tu. Ni kwa namna gani tunaweza kusema kwa habari zake? Ni kwa namna gani tunaweza kusema Mungu azidi kumbariki zaidi, hasa kwa familia yangu? Sina namna naweza zungumza. Ninamshukuru Mungu kwa hayo. Amenitetea. Sifa na utukufu namrudishia yeye. Naomba familia yake wakuje hapa. Biblia inasema kiungo kimoja kikitukuzwa, vingine vinatukuzwa pamoja nacho. Hawa ni baadhi ya wale waliopo. Lakini tunaweza kusema kama si Mungu
Anasema kama si Mungu alikuwa pamoja nao Israeli na Asheri, haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi. Naomba kanisa tusimame. Elekeza mikono hapa, tumshukuru Mungu pamoja na familia hii. Baba, wewe ni Mungu uliye hai. Hebu tumshukuru Mungu pamoja nao. Mwambie Mungu asante. Katika utetezi huu Mungu asimame pia kutetea. Baba, tunakushukuru. Hatuna maneno ya kusema. Sio ujanja wetu, sio akili zetu, sio uwezo wetu, ni wewe umefanya Bwana. Pokea sifa zako, pokea utukufu wako kwa ajili ya familia hii. Umetenda mambo mengi, hata hili ni wewe Bwana, ni wewe Mungu. Wakati watesi walipohangaika kufanya mambo mengi, kuhonga na hivyo, lakini Mungu umefanya wepesi, umewaacha kwenye masikitiko na vilio. Wamekuwa vikao na kuchekelea kwamba wameshindwa wenyewe. Unatupigania zaidi ya ambavyo sisi tumekuwa waaminifu kwamba wewe umekuwa mwaminifu wa kupigana. Una upendo wa ajabu Baba, tunakurudishia sifa. Jambo hili linainua kanisa lako, maana hawa ni viungo vyetu. Baba, pokea sifa, heshima na utukufu kwa utendaji huu uliotenda kwenye familia hii. Tunaomba Bwana, ulivyotenda kwa hao, endelea kutenda na kwa wengine pia. Naomba kwa ushuhuda huu ukafungue milango iliyofungwa. Baba, ukawashangaze wale adui waliosimama wakitaka waanguke, waone ustawi. Andaa meza mbele yao machoni pa watesi. Bwana, watesi wakiwaangalia na kujua ya kwamba Bwana unawapigania, Bwana unawatetea. Naomba ustawi kwa familia hii. Naomba neema kwenye familia hii. Bwana, onekana kujidhihirisha sasa katika jina la Yesu. Amen. Karibu tutoe sadaka. Kama kuna wasindikiza, basi sadaka yenu mtatoa hapa. Umetenda maajabu nami siwezi kueleza. Umetenda maajabu nami siwezi